Star wa Brighton Yankuba Minteh, raia wa Gambia. Unajua kwamba miaka minne iliyopita alikuwa anacheza katika ligi ya kwao ya Gambia, tena katika timu ambayo tunaita ni semi professional, yani ni timu ambayo sio ya kulipwa mazima, yani haiko katika mfumo wa kulipwa rasmi, wachezaji wa kulipwa. Alafu alikuwa anaishi katika mazingira magumu sana huko nchini Gambia. Walikuwa wanaishi sebuleni, wanalala sebuleni, yeye pamoja na wadogo zake wanalala chini, na mama yake alikuwa ni anauza vitu sokoni, alikuwa ni muuzaji wa sokoni. Baba yake alikuwa ni chef. Lakini sasa Yankuba Minteh anacheza Brighton, anapokea mshahara wa pauni 40,000 kwa wiki, ni zaidi ya milioni 142 za Kitanzania na laki 5 hivi na kwa wiki anapokea Brighton. Story yake imeanzaje? Yankuba Minteh alizaliwa sehemu inaitwa Barkote pale Gambia, na kule alikuwa na kipaji kikubwa tangu utotoni, wakawa wanamuita Messi Barkote, Messi wa pale Barkote. Alikuwa na tamani kucheza soka. Anasema kilichomfanya apende kuwa mwanasoka ni kwa sababu alitamani kuwasaidia wazazi wake kutoka katika janga la umaskini, na siku moja akiwa amelala, babake aliamshwa pamoja na mama yake, waliamshwa usiku wa manane na mwenye nyumba wao, sehemu ambapo walikuwa wamepangishwa na walikuwa wakidaiwa kodi, na babake alikuwa anasema kwamba hana hiyo hela ya kodi, kwa akaambiwa kesho yake asubuhi wahame. Kwa hiyo yeye anasema aliyasikiliza yale mazungumzo yote kwa pamoja na alijua. Sasa kipaji chake kilikuja kugunduliwa na mtu mmoja anaitwa Bakari, ambaye yeye ndo alimtoa kutoka pale timu ya Steven Biko ya ligi ya Gambia na kumpeleka Ulaya katika klabu ya Odense ya nchini Ujerumani, ya nchini Denmark, akiwa na miaka 16. Bakari kabla ya kumchukua Minteh alikuwa anatakiwa na vilabu mbalimbali sana vya ndani ya Gambia, vya Ulaya. Zilikuja timu nyingi, wa Faransa, wa Jerumani, lakini mamake alikuwa anakataa, kwa sababu mamake anasema kuna ndugu yao mmoja alikufa kutokana na soka. Alikuwa anacheza mpira ya mitaani akafariki uwanjani, kwa mamake alikuwa mgumu sana kumruhusu kijana wake kucheza soka. Lakini Bakari akampeleka Minteh Odense, na alipompeleka Odense, Minteh alimwambia kocha wake wa kwanza wa Steven Biko, alimwambia hivi, mimi nitacheza Odense msimu huu mmoja tu, baada ya hapo sitacheza, nitaenda kwenye klabu kubwa zaidi. Ndio kitu alichomwaahidi, na kweli alicheza Odense kwa msimu mmoja. Baada ya msimu mmoja alipofanya vizuri, vilabu mbalimbali Ulaya vilimtaka, na ikiwemo klabu ya Newcastle, ikiwemo Brighton na ikiwemo Leipzig ya Ujerumani, lakini walifanikiwa kumchukua klabu ya Newcastle United mwaka 2023 na wakamtoa kwa mkopo kwa klabu ya Feyenoord ya nchini Uholanzi. Sasa alipoenda Feyenoord, napo alikiwasha sana, akifunga goli lake la kwanza la ligi ya mabingwa Ulaya dhidi ya Celtic mwaka 2023, 2024 msimu 2023-24 akifunga dhidi ya Celtic, na ndipo mwishoni mwa msimu klabu ya Brighton ikamsajili. Sasa Brighton imemsajili, amechezea Brighton michezo 27, akiifungia magoli 5, akitoa assist 4 kwenye ligi kuu ya Uingereza msimu 2024-2025 msimu huu. Baada ya kufanikiwa kufika Brighton, ameweza kuisaidia familia yake, amewanunulia wazazi wake nyumba nzuri, tofauti na nyumba ambayo walikuwa wanaishi awali. Walikuwa wanaishi katika nyumba ndogo ya kupanga, watoto wengi, watoto zaidi ya 7 katika nyumba moja, na walikuwa wanaishi katika mazingira magumu kweli kweli. Ameweza kuwanunulia wazazi wake nyumba, ameweza kuboresha maisha ya mtaani kwao kiujumla. Mamake alikuwa anauza mikaa na baadhi ya vitu sokoni. Mamake sasa hivi ameacha shughuli ya kuuza hivyo vitu sokoni. Ukiangalia kwa kiasi kikubwa, soka limekuwa mkombozi kwa Yankuba Minteh, kwani bila soka leo hii Yankuba Minteh familia yake ingekuwepo katika hali ile ile ambayo ilikuwepo, kwa sababu babake alikuwa hana uwezo. Babake alikuwa ameajiriwa katika hoteli kama mpishi, alikuwa anapata
fedha kidogo sana, na mara nyingi alikuwa anashindwa kuiendesha familia. Asubuhi alikuwa anatoka yeye na mama yake, wanatoka wanaenda kwenye mihangaiko, hawajui watoto wao wataishije. Lakini Minty alikuwa na ndoto kwamba yeye anataka kuwa mwanasoka na aje kuisaidia na kuikomboa familia yake. Bwana, jina langu ni Gerald Lufumbi, naendelea kukupa updates mbalimbali za kimichezo. Endelea kufuatilia Maleby TV, tunakupa updates mbalimbali za soka Tanzania na duniani kiujumla.